Mungu amekusudia tujifunze siku ya leo. Neno la Mungu katika kitabu hiki cha Mwanzo, sura ya, tutaanza na Kutoka 13, 17, 22. Na kama unaandika, andika njia zako Mungu za ubariki moyo wangu. Kama unaandika, andika njia zako Mungu za ubariki moyo wangu. Ya kupasa ujue tu njia za Mungu yako, vyovyote itakavyokuja, iwe unapita katika changamoto fulani, iwe unakutana na baraka, iwe unakutana na kitu chochote, ya kupasa moyo wako uwe na furaha nazo, kwa sababu hizo njia yeye ndio ameziandaa ili wewe usijue na ujue yeye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika basi Kutoka 13 mstari wa 17 mpaka neno la Mungu linasema hivi: ilikuwa hapo Farao alipokwisha, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakaghairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hawa watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Musa ya Sufu pamoja na mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inatuambia wana wa Israeli baada ya kuachiwa katika mji ule wa Misri, baada ile misukosuko ambayo Farao alikuwa ameipata kutoka kwa Musa akimwambia Farao kwamba inatosha, watu hao inabidi waondoke. Farao alikutana na mambo mengi sana, lakini ilimlazimu kuwaruhusu wana wa Israeli waondoke. Wakati wanaondoka, Mungu aliandaa njia ya kuwafikisha katika mji ambao yeye alikuwa amekusudia. Yeye alikusudia watoe pale Misri awapeleke kule Kanaani. Lakini ilikuwa njia moja fupi sana ambayo wangepita, nafikiri isingechukua muda mrefu kama walivyoweza kuzunguka huko. Mungu akafikiri, akaona hawa watu kama nitawapitisha kutoka hapa kwenda hapo, kutokana na hapa pafupi lakini pana mikasa mingi, hawa wanaweza karudi tena. Wakaenda tena kwa Farao, wakakubali kuwa chini ya mateso wakati tayari wamesharuhusiwa kuondoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema ikawalazimu kuwaondoa pale sasa, kuwapitisha njia ya mbali, bahari ya Shamu huko mbali huko. Lakini wakati anawapitisha huko, Mungu alikuwa na akili yake juu ya wale watu. Akili moja wapo ambayo mimi nimeanza kuipata, anasema watu hawa nikiwapitisha hii njia fupi, kutokana na vita tutakavyoviona hapa, kutokana na misukosuko tutakayopata hapa, kitu cha kwanza hao watarudi. Sasa wakirudi watanipa tena mimi kazi kutafuta mtu tena kwenda kupeleka tena taarifa nitakapata kuwatoa pale. Huo ni mchezo, mimi kama Mungu sifanye. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema nitawapitisha kule, nitazunguka huko mbali, ili watakapokwenda huko katika umbali watakaoona wapate kunijua mimi, na wapate kuona kile ambacho kilicho ndani yangu, wapate kuona uwezo wangu. Kumbe Mungu wakati mwingine anakupitisha katika magumu ili umjue Mungu yupo na yeye anataka, anakusudi na wewe. Bwana asifiwe. Wako wengine huwa wana kazi na mimi sitajulikana uwezo wangu na nguvu zangu. Nimefanya kazi kubwa kuwatoa kwa Farao, lakini bado nina kazi kubwa
kwa kuwatoa hapa kuwapelekeni katika mji niliokusudia, lakini kwa sababu hamjajua katika jambo hili lililofanyika kwa muda mfupi, sitotaka mpite hapa. Na Mungu alijua Wafilisti hawatakubali wale watu wapite pale, kwa vyovyote kinginuka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa vyovyote kinginuka tu, wale wangepigwa sana, halafu wasingekubali kumsikiliza Mungu tena. Wangeona Mungu ameamua kuturagai, kutupitisha hapa ili atutese. Sasa dawa yake turudi na safari akija tena tusikubali kutoka. Mungu akasema hapana, mtazunguka tu. Hivi mambo mangapi wewe umeomba kwa muda mrefu lakini hujayapata? Mambo mangapi umeyapeleka mbele za Mungu bado hujajibiwa? Maombi mangapi umepeleka mbele za Bwana bado hujaona majibu yake? Si kwamba Mungu hajasikia, si kwamba Mungu hajui unaomba. Mungu anajua wewe unaomba, lakini anataka upite pale ili ujue yeye atakapokuja kukubariki, anakubariki katika njia gani. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana nawaambia wana wa Israeli, nisikilizeni mimi ndio niliyowatoa katika mkono huo wa huyu jamaa. Nitawapelekeni katika sehemu ambayo mimi ninataka mfike. Yaani akili ya Mungu inatutengenezea sisi katika mazingira ya kumjua Mungu, sio kutoka katika hali ya tamaa yetu. Tunapondwa na tamaa zetu, fulani kabarikiwa na mimi lazima nibarikiwe, fulani kapata lazima na mimi nipate. Hutaki kujua Mungu anataka upite wapi ili upate kwa wakati wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu hataki kuona aliyobarikiwa na wewe ukataka kubarikiwa kama yeye ili umtukuze Mungu. Mungu hataki. Mungu anataka ubarikiwe kama anavyotaka kukupitisha katika njia ili usitumie zile baraka kama yeye anavyotaka. Kwa maana katika baraka zako hutaacha kumtaja Mungu, katika mafanikio yako hutaacha kumsifu Mungu. Hata unaposema naenda kumtolea sadaka shukrani Mungu, unamtolea sadaka katika moyo wako, maana unajua Mungu anachokifanya katika safari ya maisha yako hata kufikia mahali ulipofika. Bwana Yesu tusaidie. Haleluya. Haleluya. Lakini sasa Mungu anawaambia wana wa Israeli lazima mzunguke, kwa sababu ninajua walipoanza kuzunguka Mungu alianza kuwa nao, akawaongoza katika lile wingu. Maana wingu lile mchana lilikuwa likiwaongoza wapi wapite. Kila amtumainie Bwana atakuwa imara kama mlima, kwa kuwa Bwana atamuongoza usiku na mchana. Bwana Yesu tusaidie. Haleluya. Wana wa Israeli wanatembea katika njia ya kuzunguka. Mungu anaanza kuwaonyesha namna wapi wapite. Mchana wanaliona wingu, usiku wanaona ule moto. Kama hapa tutapita hapa tutatembea hapa. Maana anayevumilia katika Bwana hatamwacha, atamuongoza usiku, atamuongoza mchana, atamtetea mchana, atamtetea usiku, atakuponya nyakati zote, atakubariki kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Tunaona namna ya mioyo ya wana wa Israeli. Tunaiona mioyo ya wana wa Israeli, namna walivyokuwa wakiishi pale na namna walivyotumainishwa na Musa. Lakini kanisa la sasa, wako watu ndani ya kanisa wanajiita vilimasu. Ndani yao wana mali, lakini nyuma yao kuna damu za watu. Jamani, njia za Mungu ni ndefu sana. Na ukitaka kubarikiwa, lazima utembee kwenye njia za Mungu. Lakini watu waliovumilia na sasa unaona wananawiri. Si kwamba funga na kufumbua, lakini haya yanafanyika ili tumjue Mungu wetu alivyo. Hivi leo umepata tabu zaidi ya miaka 10. Mungu anakuja kubariki leo, utachezea zile baraka. Lazima utakwenda nazo vizuri, kwa sababu unajua namna ulizotafika kwa muda mrefu. Lakini ukiomba leo kesho ukibarikiwa, maana yake nini? Unaweza kuzitumia zile baraka vibaya na pengine ukamwacha Mungu. Au sio hivyo watu wa Mungu? Kumbe tupasa tutembee katika njia za Mungu za kutuhitaji sisi tuwe wavumilivu huku tukitembea katika usahihi wake. Ndio maana Mungu anataka wale wasipite pale, wasije kukutana na vita na misukosuko wakarudi nyuma. Acha wapite huku ili wavumilie, wanione mimi. Yaani Mungu anatamani kuona wewe ukienda katika tumaini la mwisho kabisa la kumuita Mungu, tena kwa machozi, tena kwa kumlilia kwa magoti. Mungu anatamani kuona wewe ukijitiisha mbele yake ili afanye kile unachokihitaji. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaona wana wa Israeli wametoka katika mji ambao walikuwa wakiishi katika shida, lakini katika safari yao Mungu alisimama katikati. Sisi pia ni wana wa Israeli,
tumeacha ile nje, tumeingia ndani. Sasa huko ndani tupasa kujua kwa tutembeeje ili tutimize kusudi la huko ndani. Huko ndani hamna wachafu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatuna wachafu ndani. Yaani watu wanataka njia nyepesi. Mwingine hajaolewa, anakaa ndani ya miaka kadhaa kama hajapata mume. Anatafuta michepuko. Mungu akasema hiyo. Njia zile ndefu ambazo nataka kupita ndio hizi. Kumbe ndio umezifanya njia kuwa mbaya, sio ndefu tena. Mwingine anatafuta baraka katika miaka ile naye na kukaba na kuua ili apate pesa. Mungu akasema hivi. Mungu alimwambia Daudi, hutaweza kujenga hekalu kwa sababu mikono yako ina nini? Mikono ya Daudi ilikuwa na damu. Akasema mtoto wako ndiye atakayejengea nyumba kwa sababu mikono yake imejihusisha na mambo mengi. Wakati mwingine tunahitaji baraka lakini mikono yetu tunaitengeneza kasoro mbele za Mungu. Ni lini tutafanikiwa? Tunapata tabu kwa sababu ya uharaka tulionao. Mungu anataka tutengeneze akili ya kutembea katika njia zake ili tuweze kumtumainia yeye katika urefu uliopo, tumuone Mungu. Katika ufupi uliopo, tumuone Mungu. Lakini tukisema hapana, mwenzangu kaolewa mwaka jana, mimi mwaka wa pili, mwaka tatu, haiwezekani mimi lazima nikamate mtoto, lazima nioe. Nenda kakamata. Utakula ubwabwa lakini nitakachokuona huko shauri yako mwenyewe. Utachezea makofi kwa kama kutokea upaoni. Kwa sababu simelazimisha. Haleluya. Simelazimisha. Jirani yako kaolewa unasema lazima na mimi niolewe, kwa nini unakamata mtu mmoja wapo? Kumbe cha pombe yule. Unamleta jamani, mimi mzee jamani, ni baraka tena ndio hivyo. Unaweza kupita haina shida. Mmoja anasema wewe unijui vizuri, subiri tu. Chaje changanya safari hii. Wewe wakunihimiza mimi nikuwa wewe speed. Haleluya. Njia za Mungu hazitafsiriki wala huwezi kuzielewa. Mungu anataka tujitiishe katika njia zake ili tupate baraka zile ambazo Mungu ametupatia ajili yetu sisi. Sasa anasema fedha na dhahabu ni zake. Sio hivyo? Kama fedha na dhahabu ni zake, nani atazimiliki? Sisi hatupasa kuzimiliki kwa sababu sisi ni watoto wake. Lakini tutazimiliki vipi? Njia za mkato zinatupita. Na Mungu anazuia usipite njia ya mkato. Nyosha. Katika kunyosha tutakutana mambo mengine ndio kabisa tamaa. Yuko mwingine atakwambia wewe huwezi kufanya biashara. Hiyo biashara yako ni mbaya. Wewe mwenyewe una shauri nzuri. Wewe ani ni maneno ya kukatisha tamaa katika njia ndefu ya kutafuta Mungu. Bwana asifiwe. Yaani unakutana na vitu ambavyo haviendani na vile unataka kufanya wewe. Lakini kwa sababu umeshamlingana Bwana, kwa sababu umeshamshika Bwana, unasema hapana, hata nisiwe leo na sura mbaya, hata na biashara mbaya, lakini lazima nipite katika usahihi wa biashara yangu ili nibarikiwe. Mungu akiuona moyo huo, anabariki kusema naona huyu ameamua kutembea katika njia zangu ndefu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini shortcut Mungu anazuia. Hataki upige hatua ya kuvuka mstari, anataka utembee katika mstari. Kumbe kufanya shortcut kubwa huwa inaturudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Sababu tusoma Mwanzo. Soma Mwanzo 31. Mwanzo 31 22:42. Ndio. 22 mpaka 42. Hata siku ya tatu Labani akaambiwa ya kwamba Yakobo amekimbia. Akatoa ndugu zake pamoja naye, akamfuata mwendo wa siku 7. Akampata katika mlima wa Gileadi. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, "Jihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala shari." Labani akamfikia Yakobo, na Yakobo alikuwa amepiga hema zake katika mlima, na Labani na ndugu zake wakapiga hema zao katika mlima wa Gileadi.
Labani akamwambia Yakobo, umefanya nini? Umenihadaa ukawachukua binti zangu kama mateka waliotwaliwa kwa upanga. Mbona umekimbia kwa siri ukanihadaa, wala hukuniambia nipate kuagana nawe, uende zako kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinubi, wala hukuniacha niwabusu wanangu na binti zangu. Basi umetenda upumbavu. Ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Basi sasa umetoka kwa sababu umetumaini sana nyumba za baba yako. Mbona basi umeiaba miungu yangu? Yakobo akajibu akamwambia Labani, kwa sababu niliogopa, nikasema, usije ukaninyang'anya binti zako kwa nguvu. Awaye yote utakaye muona kuwa nayo miungu yako, yeye asiishi mbele ya ndugu zetu, ukitambua kilicho chako kwangu, ukakichukue. Maana Yakobo hakujua ya kwamba Labani ameiba, Raheli ameiba. Labani akaingia katika hema ya Yakobo na hema ya Lea na hema ya vijakazi wawili, wala hakuiona. Akatoka katika hema ya Lea akaingia katika hema ya Raheli. Basi Raheli alikuwa amevitwaa vile vinyago, ameviweka katika matandiko ya ngamia na kuvikalia. Labani akapapasa hema yote, wala hakuviona. Naye Raheli akamwambia babaye, bwana wangu asikasirike, kwa sababu siwezi kuinuka mbele yako, maana nimeshikwa na mambo ya kike. Akatafuta wala hakuviona vile vinyago. Yakobo akakasirika, akagombana na Labani. Yakobo akajibu akamwambia Labani, nini hatia yangu? Nayo ni nini dhambi yangu, hata ukanifuatia namna hii? Umepapasa vyombo vyangu vyote. Ni kitu gani ulichokiona? Na nyumbani, utarudia mstari wa 37. Umepapasa vyombo vyangu vyote. Ni kitu gani ulichokiona cha nyumbani mwako? Kiweke hapa mbele ya ndugu zangu, na ndugu zako wakaamue kati yetu. Miaka hii 20 nimekaa kwako, kondoo zako wala mbuzi zako wake hawakuharibu mimba, wala waume katika wanyama wako sikuwala. Kilicholaluliwa na hayawani sikukuletea. Mimi mwenyewe nimetwaa hasara yake, wewe umekidai katika mkono wangu. Ikiwa kilichukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku, hii ilikuwa hali yangu. Mchana jua likanipata na baridi
na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Miaka hii 20 nimekaa nyumbani mwako, nilikutumikia miaka 14 kwa binti zako wawili, na miaka 6 kwa wanyama wako, nawe umebadili mshahara wangu mara 10. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunasoma sehemu kubwa ili watu wafahamu baadhi ya visa ambavyo vimetokea au mikasa iliyotokea. Hizi hadithi huwa zinamrejesha mtu katika kufahamu nini kinazungumzwa na nini ufanye, na hasa ya makosa yanayofanyika kwa wengine. Tunamsikia mzee Labani hapa akionekana kulalamika, akimlalamikia Yakobo kwamba wewe vipi, mbona umeondoka na hao watoto wangu pasipo kuniaga? Unaondoka nao vipi? Mbona kama hao watu ni mateka, yaani umeteka maondoka nao tu, imekuaje bwana? Huyu bwana alijiandaa. Huyu bwana alipanga kwamba lazima hakikishe amkomeshe Yakobo kwa kitendo ambacho amekifanya. Lakini ukitizama vizuri katika Biblia inatuambia Yakobo alioa wale watoto wawili kwa yule mzee Labani. Na mzee Labani mwenyewe ndio alimpangia wale watoto wapate kuolewa na yeye. Alimpa wa kwanza, ikaonekana ilivyokuwa akampa na wa pili, na hiyo yote alifanyia kazi vizuri. Lakini baada ya kumuomba bwana nataka kuondoka, huyu bwana akawa hataki kwa sababu alikuwa na maslahi ya yule bwana. Akawa anamletea usiku. Mwisho wa siku huyu bwana akaamua kuchukua familia yake akaondoka. Tendo la kuondoka, huyu bwana alikasirika. Labani akakasirika sana. Anasema kwa nini huyu ameondoka na mabinti zangu kama mateka? Hivi jamani, tukishaozesha mabinti tunakuwa kwetu tena? Huyu mzee alikuwa na shida. Wewe umeozesha mwenyewe, umemtesa kijana wa watu. Miaka 20 amekaa na wewe. Leo umempa mabinti. Unakuwa kama anawapa mabinti akufugie pale. Lakini wakati anaondoka kumfuata yule bwana, inaonekana walikuwa na kikao huko nyuma. Walikaa kikao kwanza yeye na wenzake kwamba imekuaje, tutakapomkamata huyu mtu ama zake ama zetu. Na lazima tumrudishe na binti zetu warudi hapa. Lakini mbaya zaidi, kwa nini kachukua miungu yetu kaondoka naye, na yeye si muasisi wa hii miungu? Inamhusu nini? Acha niongeze hasira nikamuonyeshe huyu Adamu. Mungu hutetea sana watumishi wake. Unapomsema vibaya mtumishi wake, unapomwazia vibaya mtumishi wake, unapomkalia kikao mtumishi wake, Mungu anaanza kukupa onyo wewe kwamba wewe kuwa makini sana na huyu mtu. Huyo nafasi ile naye hukumpa wewe, nimempa mimi. Hayo naye kusudia kuyafanya, utapotea wewe. Yule ameoteshwa katika ndoto, anamwambia angalia unayepata kumfuata, sio wakumwendea hivyo unavyofikiri. Huyo ni mtu wangu mimi, lakini kosa lake liko wapi? Mbona vikawa haviishi juu yake? Mbona hamwachi kumsimanga? Mbona hamwachi kumdharau? Kosa lake liko wapi? Yakobo yuko na mkewe na wake zake, anaendelea. Wakiwa katika harakati za kwenda wanakuja kushtuka mzee Labani huyu na watu wake. Anakuambia wewe utatuambia kwa nini nimechukua binti zangu katika njia hizo? Nani alikutuma na kibali kipi ulikipata wewe? Yakobo anamwangalia. Waogopeni sana watumishi wa Mungu. Unaweza kumtengenezea zengwe wala sikujibu. Anakuangalia. Kwa sababu haelewi chochote juu ya hasira yako. Haelewi chochote juu ya mjadala wako, yeye anakushangaa. Hii nafasi umenipa wewe, mbona unaifanyia hivi? Hao wanawake ulionipa, si nimewaoa kwa ridhaa yako mwenyewe, si nimetumika? Mbona mzee sikuelewi, wewe ni mke wangu? Haya, ngoja nikusubiri. Wewe umechukua miungu wangu. Kwa nini unatembea na miungu wangu? Nani kakutuma? Taanza kupoteza nafasi. Bwana wewe, hapa hatuna hata kitu kimoja cha kwako. Sisi tumeondoka kama tulivyotoka, hatujachukua chochote. Kumbe katika mkewe pale mmoja kaondoka kweli na vitu. Sasa sisi kwaje yule mwanamke na anaondoka na vitu wakati havimuhusu, au ndio kutafuta maneno? Kutafuta maneno. Anakwenda yule mama akaona hapa kwa amri iliyotoka, endapo nikibainika kwamba nina kitu cha siri ninacho, ninaweza nikauawa. Sasa na wewe akakificha. Si mnanielewa? Biblia simesoma hapo. Anasema alikaa juu ya ile punda, akaweka tandiko pale akaficha. Akakalia. Yule mzee anafanya ukaguzi wa kutisha. Anakagua kutoka sikioni mpaka chini kila sehemu,
mwanaume. Kagua ule binti. Yakobo anamtizama tu kwamba wewe mzee, unajua huyu ni mke wangu. Kama mtoto wako nyumbani kwako, hapa huyu ni mke wangu. Hicho unachokifanya, unafanya vitu gani? Yule bwana kagua ule binti anamwambia mzee samani. Unajua mimi niko katika wakati mgumu. Naweza nikainuka katika kila kitu hapa mimi sipendi. Hebu naomba niache. Kakague sehemu zingine. Tendo la kunena maneno mabaya juu ya mtumishi wa Mungu ni matusi. Yaani tendo la yule labda ni kumshika yule alikuwa akimtukana Yakobo. Kwa sababu alipokuwa akaenda kugusa ndio anakugusa kwenye afya ya Yakobo. Sasa tendo hilo Yakobo akawa anasikitishwa na huyu mbona anagusa sema kwamba mimi ninaponea ana nini huyu mzee? Bado anawahitaji hao watoto. Acha sasa nimuonyeshe hasira ya Mungu. Ogopa mtumishi wa Mungu, hasira yake kiwaka juu yako. Mtumishi wa Mungu hasira yake kiwaka juu yako wala hakuji ngumu. Wala hata kutamkia maneno ya kupigana na wewe. Yeye atakwenda kumlainia Mungu wako. Kwamba Mungu uliniita kwa majina yangu na ukanipa jukumu, lakini nilionao wananifanyia 1, 2, 3, 4, 5. Sina cha kufanya. Wewe utajua mwenyewe. Labda anamwambia yule mzee, Yakobo anamwambia mzee, labda anamwambia sasa umenikorofisha, umegusa sehemu ambapo haitakiwi kuguswa. Acha nije, nitamlilia Mungu wangu, halafu nione kama ni kweli hapo kwa kitu chochote kimepotea. Wakati mwingine nikawaza nikasema, hivi katokea bahati mbaya yule mwanamke kainuka, vile vichuma vimeanguka kwa bwana. Na Yakobo ukale leo nawe ilikuwa. Labda anaonekana mshindi. Lakini kwa sababu mwanamke alikuwa ni yake moja na Yakobo, ilimlazimu kukaa kimya. Jamani, hizi kazi za Mungu zina namna yake. Hakunaga kiongozi wa imani akajipa yeye mwenyewe. Mimi nimejifunza vitu vingi sana. Unaweza ukawa kiongozi wa imani ukafanya mambo mengi ya kuharibu. Mungu atusaidie sana. Ukafanya mambo mengi ya kuharibu. Lakini kwa sababu uko kwenye madaraka, yani ile shida inakukuta wewe na Mungu wako siku ya mwisho. Mimi nikiwa chini yako wewe, sitakiwi kunyanyua mdomo wowote kukuambia bwana wewe unaharibu. Nikisema hivyo maana yake ninamfundisha Mungu aliyokuweka. Mimi nitakuangalia tu. Kwa sababu nafasi ni ya kwako na hukumu utaibeba wewe. Ndio maana labda ni yeye angelijua wala singetumia nguvu kubwa. Angeongea tu na mkeo vizuri. Bwana ni kweli tumeachana, naenda na binti zangu hawa, tayari wewe ni familia, nendeni mkapambana na maisha yenu. Ila hakikisheni msichukue kitu chochote ambacho nyinyi hakiwahusu. Usingekuwa na vita, wala usingekuwa na maneno. Mungu atusaidie sana. Lakini namna anapotengeneza visa ndani yake, Mungu akasema na akamwambia hapana. Hicho si sahihi kwa mtu wangu. Mimi huwa naogopa sana hata hili midahalo ya kutukana watumishi wa Mungu. Huyu anatumia mafuta, kafanya hivi wewe. Wewe nani kakwambia kama wewe sio mtumishi wa Mungu? Wewe una nguvu umezipata wapi? Tena unakuta mwingine anafanya hivyo. Hata Biblia ile hasomi, hata neno halijui, lakini ndio wamekuwa wa kwanza kupambana na watumishi wengine. Nani kakwambia? Hebu jitisheni kwenye njia za Mungu. Mungu anataka tupite katika njia zake zilizo ndefu. Akitokea mtumishi wa Mungu hata kama akisema anatema moto, mwambie Mungu unajua mwenyewe hao watu ni wako mwenyewe vipao. Yaani ile kesi mwachie mwenyewe. Bwana sifiwe. Si amesema tuzipime hizi roho. Sasa roho ndio unakuta kwako ile bado atakupimika hivi. Unaweza kupima roho ya mtu mwingine. Haleluya. Unaweza kuipima roho ya mtu mwingine hata kwenye ipimi. Ukiwa kwenye mzani haikali. Kipima huko na mkia huko kipima huko. Wewe kwanza kupima za wenzako. Wewe kwako anapima nani? Bwana sifiwe. Tusikubali kupima imani za wengine. Wakija watu wakasema ngoja kugeuza mbuzi na megeuka mbuzi. Wala simoneni Mungu. Kama ni Mungu amefanya hivyo, basi wewe baki kimya tu. Usiwe sema kusema huyu sie. Wewe ulijuaje? Wewe naye miongoni mwao. Simama katika kweli ya neno la Mungu. Soma neno la Mungu, Mungu atakupa Roho Mtakatifu, atakuongoza katika njia atakayokuongoza, ndipo utakapomwona Mungu anakuongoza katika wingu la moto. Bwana asifiwe. Watu watakapokuona wewe ukiongozwa na wingu la moto
watakapokufuata watakwambia, bwana, wewe tupe siri ya mafanikio, ni nini kilicho ndani yako? Ndipo unapokuwa sasa na kuambia, yuko Mungu aliye hai ndani yangu. Yeye ana 1, ana 2, ana 3, ana 4, ana 5. Ukiona nafaa, kaa nyuma yangu, twende mbele za Bwana na Bwana tutamuona tu. Ndipo utakapopata wafuasi. Wala usitumie nguvu kubwa kumwambia yule hafai, mimi ninafaa, yule hafai. Sikiliza vizuri, anayepima imani zetu ni yeye mwenyewe. Anayetiwa ukubwa imani zetu ni yeye mwenyewe. Sisi sio polisi wa wengine, na sisi sio majaji wa wengine. Sisi nani wale tunayetuchumilia taji na kupasa usimame imara, ituchumilie taji ili Mungu ajidhihirishe ndani yako, aone ile sauti aliyoacha ndani yako ya kumtafuta yeye usiku na mchana. Yeye anasema tutafutaye kwa bidii ndiye atafanyaje? Wewe unatafuta watu, utawaona wachawi huko, shauri yako. Wewe watafute, unatafuta watu, mwisho siku unaanza kuota ndoto bundi kaingia ndani mwako. Sasa watakatifu wanaona mibundi. Nani ndio kibabu unakwambia mchungaji, shauri yako. Acha kusengenya watu. Unaona kitu kigongo kwa sababu umetoka kwenye mstari. Bwana asifiwe. Haleluya. Waliookoka wanaota ndoto nzuri. Wanaota kupaa, wanaota kuzungukwa na mataa mengi, wanaota tumaini wakimtukuza Mungu, wanaota vitu vizuri. Subiri. Tumishi wewe umeota ndoto, unakimbizana na watu wanakuambia, hizo mbio zenye unazo. Na hapo ulipo mbio una, lakini unataka kufukuzana na watu. Kumbe unafukuzana na aina yako ya maisha. Yaani nakwambia leo nimekimbia chenga ya kwanza, chenga ya pili, yote na mapanga bwana. Napiga panga nimekwepa. Wewe unaweza kukwepa mapanga? Huwezi. Lakini ni nini kinachokufanya uone hayo? Ni vile ambavyo hufuati njia za Mungu ipasavyo. Yakobo amekwenda kwa mjomba wake kama wanafamilia tu. Maana nimegombana na kaka yangu kule kwa sababu mimi ni mwenye makosa. Nilichotaka kupata kaka yangu au kupata na ningepata mimi. Kaka yangu amekasirika. Mjomba, naomba unihifadhi. Mjomba akamwambia, kaa hapa. Hapa ndipo nyumbani kwako. Mjomba naye ni nani? Hivi mjomba ni nani? Si hivyo? Yakobo kaenda kwa mama yake, anaambia nataka nikae hapa. Bahati nzuri na Yakobo kone, hawa ndugu zangu wanakuaje hao? Wanafaa. Ndani ya Yakobo kuna nini? Yaani sio kila yule anaye utamjua. Mwingine utamjua kwa sura yake, lakini kilicho ndani yake hujui. Yakobo amekaa kwa mjomba wake, akamwambia, sikiliza bwana, kazi yako hapa ni kufagia uwanja, hakikisha majani yanakuwa vizuri hapa. Yaani kama mtumwa wa hapa tu. Akamwambia, maneno hapo, niko pamoja na wewe. Yakobo kaona mabito nikisema mara ameenda huko, mara ameenda kwa siende bwana. Hapa. Wewe vipi bwana wewe? Unatumaini wote maisha? Wewe. Jo. Sangu vipi bwana huyu? Mpango uko ndani. Wewe utakoa unakoa. Hapa bwana wewe hela huyu. Umetoka dadangu wewe umekuja hapa umekimbia huko. Sasa hapa atakupa kazi kufanya. Mwana mbuzi hawa kaya hawa walinda sio hata mmoja. Miaka 7 nitakupa vipi? Hamna neno. Yaani miaka 7 kama wiki jamani. Yaani watumishi wa Mungu siku zote huwa wavumilivu. Yaani ninachowaambieni siwaambii kwa habari ya hadithi, ninawaambia kwa habari ya uvumilivu wa nafsi yako na changamoto unazozipitia. Yule mwanaume akapiga miaka 7 akakabidhiwa mke ambaye sio yeye. Akasema, mzee, bora nifanyie hivi, huyu sio yule, bora umenipa kibonge. Mama Majesha. Barikiwe. Haleluya. Bwana unahitaji kibonge, mimi nikwambie yule ambaye ni kimodomodo. Unanipa kibonge mimi nitapeleka vyombo una nini, lakini hatuozeshe wa kwanza, tukaacha wa kwanza tumesha wa pili. Vipi? Utaratibu ni ule. Kama unataka chukua na huyo wa kwanza, huyo wa pili, wote huyo wa kwanza. Hamna neno. Kwa sababu tunataka huyo wa pili na huyo nipa wa kwanza, sawa. Hao wote mimi nitawamiliki. Sasa inakuwa miaka 7 mingine. Ampunguza kidogo basi. Miaka 7 mbona mimi miaka 7 utaka na huyo pili unakosa pia. Sawa. Angalieni njia za watumishi wa Mungu zilivyo na uvumilivu. Halafu unaibuka na kumshambulia. Hivyo wewe unamjua huyo mtu vizuri. Usije kama muona tu hapa kasema katoka jana hapa. Safari yake ni ngumu. Yaani ufunge mdomo wako hata. Yule mwanaume kapiga miaka 7 mingine, mwisho asika kakabisi yule bwana mhitaji, akasema hakuna shida. Mzee wa zamani alikuwa na rasa. Bibi hizi. Siku hizi mke huyu.
Au unasemaje? Magumu au mepesi? Waongo, wakina mama sawa, wakina baba waongo, waseme kweli. Wanatamani wao na wao hizi. Lakini marufuku huyu. Haleluya! Akasema mimi nitapiga yote miaka 14, nitakaa hapa na miaka mingine, akapiga miaka 20. Akasema sasa inatosha, nimeshapata wake zangu na watoto ninao, ninatoka katika utawala wako, yanipasa kwenda katika utawala mwingine. Njia zake uzijui. Nimekupa wake, lakini katika kunipa mke ujui Mungu ameweka nini ndani yake. Niache naondoka. Halafu anainuka mtu anasema haiwezekani. Wewe unaondoka kama binti, mimi siwabusu, halafu siwaga. Nilikutuma unipe. Unaisahau miaka 14. Naomba tuheshimiane. Miaka 14 ndio mimi nimeumia. Tena ukisoma Biblia anasema yule bwana alikutana na hayawani huko, si wanyama wakali, si matakataka mengi kazungumza hapa. Haya yote yalimtesa yeye. Anasema mchana jua, usiku baridi, alikuwa na wale wanyama. Ukimsoma vizuri anakuambia huyu katika uvumilivu alionao ulikuwa naye. Sitizame, kumba macho. Haleluya! Bwana tusaidie sana. Njama inaondoka na bibi zake. Anaambia sasa tutakwenda tukaanza maisha yetu mengine, achana na huyu mzee. Mzee kakasirika. Sikubali. Unaondokaje nani kakuruhusu? Njia za Mungu ni ndefu sana, lakini katika urefu wa njia za Mungu ni baraka tu katika maisha yako. Kama utamtumaini Mungu, utaziona baraka. Kama utavumilia, utaziona baraka. Kama utatembea katika njia zake, ndipo tumaini la Mungu litaendelea kuishi ndani yako. Lakini ukisema mimi sitaweza kutembea katika njia zako, nataka njia fupi, acha nimwibie huyu nipate kubarikiwa, ujue laana inakuinda. Acha nifanye mabaya ili nipate kufanikiwa. Muulize mtoto wa Yakobo. Mtoto wa Adamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwenzie kapeleka sadaka na kapeleka sadaka yake mbaya, Mungu aikubali, mwenzie kubali, anapanga kumuua. Mimi nawadokezeni tu vipande na madhara ya kutaka kitu kwa haraka. Jitahidini kuvumilia ili mpate kitu sahihi. Sasa ametuambia pale, anasema nimekataa kuwapitisha hawa njia fupi hii. Kuna Wafilisti huko watakutana na vita, hawa wataanguka mapema, watarudi. Njia fupi nyingi zinawaathiri watu sana. Wengi zinawarudisha nyuma. Bwana tusaidie sana. Haleluya. 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 Anifundisha dadangu, anasema alikuwa anatoa ushuhuda hapo. Anasema jamani, mimi mwanzo ningeanguka. Nilienda upande wa pili kulikuta kile nikipiga swala huko ngoma inakataa. Nakumbuka huko kwa Kristo kile nikifanya hivi, lakini nikipiga hatua mimi nikaenda huko kwa mtu wangu. Fika na mimi nimeokoka mimi. Sasa kwa kauli na wapi? Kubeleka sasa wewe usifanye mchezo. Lakini wewe wakati unasema umeokoka na wewe unasema mimi nimeokoka, anza kuzifikiri njia ndefu. Kama wakati wako wa kuolewa upo, utaolewa. Kama wakati wako kufanikiwa upo, utafanikiwa. Lakini akili yako iseme njia za Mungu hazichunguziki. Nitasimama na wewe usiku na mchana. Maana uliwaongoza wana wa Israeli. Mchana uliwaongoza kwa wingu, usiku uliwaongoza kwa moto. Ndivyo na mimi nilivyo mwana wa Israeli. Sitaabudu miungu mingine, bali ni wewe Mungu ulio hai. Nitatembea na wewe katika baraka zangu. Kama wakati wangu wa kuolewa umefika, Bwana atakuja ni Bwana sahihi. Kama wakati wangu wa kuoa umefika, nitapata mke sahihi. Mungu atakuepusha na magonjwa, Mungu atakuepusha na kila laana, Mungu atakuepusha kila na maadui, bali Mungu atakusaidia katika njia sahihi ambazo tutakazopita. Maana ule ulinzi alioweka wana wa Israeli utakuwa uko juu yako. Naona hamnielewi vizuri. Mtaelewa nikimaliza. Lakini kwa sasa mtapata taabu. Kwa sababu wengi wana mipango yao hapa shortcut hapa. Wana mipango watu. Si muziki wao kama wanatazama. Kwaje ukiona mipango haikamiliki? Unajua mipango wewe. Kila jambo lina mwisho wake na mwanzo wake. Sisi tunayemtumaini Mungu tunakuwa na mwisho mzuri kwa sababu tumaini liko ndani yetu. Hebu soma sehemu ya mwisho. Soma Naumu. Soma Naumu 1:9. Mstari mmoja tu. Leo utaongea tu mundani. Bwana yuko mahali hapa. Sauti huwa haitoki, lakini tunamwomba Mungu, tunataka sauti itoke. Kwa hiyo wewe uliokaa naye karibu, mwambie Mungu, humu ndani hawako mabubu, humu ndani wako watu wanaoongea. Tunatamani kuona anachokiongea wewe tukisikie na sisi. Si vyema sisi tuongea hapo asiongee. Wa 9.
Kitabu cha Nahumu sura ya kwanza mstari wa 9 tunasema kwa jina la Bwana. Ndio. Chukueni nyara za fedha, chukueni nyara za dhahabu. Wewe. Nahumu. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Inatosha. Anasema mnawaza nini juu ya Bwana? Mawazo yetu sisi si mawazo ya Mungu. Hapo tukifungua vichwa vyetu, tuna mijadala iko ndani ya vichwa vyetu. Kila mtu anajadili jambo lake. Hapa mlima nitakula nini leo? Yule mume mwenye kile nikimwambia nielewi na kwambia safari hii kivurugi kipo nyumbani. Tunafundishana hapo. Mwingine anawaza ya Bwana. Ile toto bwana liliambia vile kati yani nakwambia sitakwani. Na hiyo kesho huyo mwindi sitakwani. Mipango ilivyo migumu. Yaani kila mtu hapa alipo hawazi jambo jema na Mungu. Yaani ufahamu wetu umejaa mambo yetu wenyewe. Kesho nitaenda kufanya kazi, kesho mtu anifanya hivi, kuna mwingine nikachukua madeni yangu, kuna hivi. Mungu anauliza unawaza nini juu yake? Kimya. Kama siku ile anasema ni mtume nani? Watu walikaa kimya wanatazamana na mtume wenzao. Kila mtu anawasiliana, mimi uendelee, mwingine anasema mimi naenda. Mungu anakuuliza unawaza nini juu ya Bwana? Na nini kigumu kwako? Ukiwaza mawazo ya mema mbele za Bwana, kila magumu yako yatakuwa juu yake yeye Mungu. Kila mahitaji yako yatakuwa juu yake yeye Mungu. Kila unachokihitaji Mungu yeye atakiona, kwa sababu akikuona wewe anaona namba moja ukimwanzia yeye. Halafu namba 2 majukumu ulionayo. Anachokifanya yeye analibeba namba 1 na mawazo yako juu yake. Namba 2 yako wewe juu ya majukumu yako yeye anakufanikisha. Ndipo utakapoona heri ya hii dunia ilivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba tusimame. Simame. Maana Mungu anaona moyo wako, anaona mahitaji yako, anaona shida zako, na katika nyakati unazopitia ndipo Mungu anakuja kutoa majibu. Kushindwa kwenda kutakuwa ni mimi. Kufanikiwa kwenda kwa ni mimi. Lolote linalotokea ni mimi. Ndio maana nawaambia vitani huko alitaka kuona tumaini ndani ya watu wa Israeli. Kwa juu. Katika jina la
tunajifunga katika jina la Yesu Kristo. Bali Bwana atie ulinzi ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Damu yako Yesu ya thamani iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya wenye dhambi. Mungu, kwa kutoka kwako katika ukombozi wako kuja duniani ilikuwa ni kwa ajili ya kukomboa sisi wanadamu. Tumeuona Mungu mkono wako leo Baba, umetuponya na magonjwa magumu. Leo Baba, umetubarikisha kwa nyakati. Leo Baba, tumepata tumaini na neema katika jina lako. Bwana, umesema unakwenda kuandaa makao Baba. Ulipo Baba na sisi tuwepo. Unatamani kuona wanadamu wakirithi ufalme wako. Utakatifu wako Mungu iwe silaha katika maisha yetu ili tupate kurithi ufalme wako. Tazama njia zake Baba. Tazama njia zake Baba. Tazama njia zake Baba. Wakati zinamshinda maadui wamepambana, wametengeneza vita juu yake na wamwangushe. Tunakumbuka Labani anakwenda kutengeneza vita juu ya Yakobo. Yakobo asijue, lakini Mungu ulisema na maadui, waache watu hawa, waache watu hawa, waache watu hawa. Mungu tazama, naukana vita na kupitia wamijui. Mungu kwa neno lako Baba, kupitia kitabu hiki, Mungu simama mwenyewe, waache watu hawa, wale watu wa katikati yao, katika jina la Yesu Kristo. Simama mwenyewe Baba, simama mwenyewe mtendo leo, simama mwenyewe Baba, tembea katika njia zake, tembea Baba, tembea katika biashara zake, tembea katika maisha yake, tembea katika familia yake, tembea katika ukoo wake, tembea Baba na uwafunike katika jina la Yesu Kristo. Tazama Bwana, kijana huyu Bwana ndani yake amefungwa usemi. Bwana Yesu, ulipokuja neno lako linatuambia kila ulipopita Bwana ulitenda mema, ulikutana na wenye haja. Wako viwete Mungu uliwainua, wako viziwi Mungu uliwapa kusikia, wapo vipofu Bwana walipata kuona, wako mabubu na wao walipata kuongea. Mungu onekana ndani yake kijana huyu, kama iko nguvu imemkamata na kufunga kinywa chake. Bwana Yesu, vita umesema sio vyetu, vita ni vyako Baba. Vita si vyetu Baba, vita ni vyako, vita ni vyako, vita ni vyako. Tunaachilia vita hivi Baba juu ya kijana huyu na wale wapambanao nao, na wale wapambanao nao, kwa kuwa umesema vita si vyetu, vita ni vyako. Tunaachilia vita hivyo. Fungua kinywa chake, fungua ufahamu wake, fungua Baba kwa kile kilichokamatwa. Tunakiamuru kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, umetutumainisha, umesema kwa neno lako, kwa kupigwa kwako sisi tumepata kupona. Tumeona damu zako, tumeona maji yako, tumeona namna Bwana ulivyopoteza nguvu nyingi kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Tazama mtu wako Mungu, tunaamini mkono wako unakwenda kupambana na vita vilivyo ndani yake, kama ni vita vya ukoo, kama ni vita vya familia, kama ni vita vya ufahamu. Bwana Yesu, hatuna namna nyingine zaidi ya kutazama wewe unayetufundisha njia ndefu, tena zenye uvumilivu, tena zenye usahihi, ambazo zinakwenda kugusa moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tazama ndani kijana huyu, anatamani kukutumikia kwa viwango vya kukupendeza, lakini vita ni vingi, maadui ni wengi, roho ya kusahau kila unachotaka kukifanya. Mungu, simama mwenyewe ili kila anachokifanya kitapate kuwa na kumbukumbu, tena kikawa na manufaa mbele zako. Asante Mungu kwa kuwa upo, umeamuru vijana wakutumikie, kwa kuwa wana nguvu ya kutumikia. Kijana huyu ana nguvu ya kutumikia. Achilia vipawa juu yake, achilia kiu ndani yake, achilia shauku ndani yake, ili apate kutumikia akiwa na nguvu. Bwana Yesu ulio mwaminifu, litizame kanisa lako Bwana kupitia vijana, litizame kanisa lako Bwana kupitia vijana, litizame kanisa lako Bwana kupitia vijana. Kila kijana atambue huu ni wakati wake wa kutumika, huu ni wakati wake wa kumlilia Mungu, huu ni wakati wake wa kukusanya hesabu, uko wakati wa kujumulishiwa hesabu anazozikusanya. Bwana Yesu, ninaogopa kupata majibu ya hesabu ndogo nilizozifanya katika maisha yangu ya ujana. Naweka nguvu zako Mungu ndani yake. Mungu, jidhihirishe katikati yake. Bariki vyanzo vya jina lake, endelea kujidhihirisha katikati yake, katika jina la Yesu Kristo. Ni wewe peke yako Baba, wema wako wazidi wema wa wanadamu. Tunaona Mungu namna unavyotupenda upeo. Tazama Bwana, tuko mahali hapa tokea asubuhi, tumekuwa tukijifunza mambo mengi kwa ajili ya kutafuta ufalme wako. Mungu, waache kutupa siri ya kupita katika njia ya kufuata ufalme wako. Ninaweka watu wako Mungu mikononi mwako. Tazama shauku ndani ya mioyo yao, lile lililozungumzwa mahali hapa likapata kutenda kazi, ili wapate kuzisalimisha nafsi zao, ili wapate kutembea katika kuhitaji baraka zao, ili wapate kutembea katika kujua ufalme wa Mungu ulivyo, ili wapate kutembea katika kujua nafasi yao katika ulimwengu na katika mbingu. Mungu, nisema hili sina namna nyingine.
Mimi ninakushukuru kwa sababu haya yote yanafanyika kwa upendo. Mungu, jidhihirishe mwenyewe katika yote. Mungu, usiache kutufundisha kwa kukemea, kwa kutuonya, kwa kutubembeleza kwa namna yoyote, ili tutembee katika njia zako zilizonyoka. Mungu, simama mwenyewe, tunaweka wote mikononi mwako. Pia Mungu, najiweka mikononi mwako. Ninatamani kutumika kwa viwango vyako. Mungu, ninajua unanipenda. Mimi ni mwanadamu Baba, ninapita katika mengi ya kibinadamu, lakini Mungu leo mwaminifu, uko kwetu. Ninaomba unisaidie safari niliyoianza isiishie hapa, ikafike kiwango cha kulitukuza jina lako kwa viwango vyako, hata watu wako wapate kubarikiwa na kuona wewe Mungu katika njia zako. Asante Mungu katika huduma nzima. Asante Mungu, tuweka pia mchungaji wetu mikononi mwako. Mungu, endelea kuachilia hekima ndani yake, uvumilivu Bwana, na kujitoa kwa ajili ya kazi yako. Bwana, utafuta hesabu ya siku zake za mwisho. Mungu, tunatamani kuona hesabu zake za siku za mwisho zikawa hesabu zenye kupendeza mbele ya macho yako. Ni wewe peke yako wajuaye hesabu ya sisi wanadamu. Tunaomba kusaidie na kuongoza katika hiyo, katika jina lako Baba tukushukuru. Haleluya. Nashukuru mchana kutwa kuja kwangu, usiku kucha kuna nuru, Mwokozi wangu habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema raha yangu, Yesu ndiye Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, hakika hatuna kinyume na wewe Bwana. Habari njema tuliyoisikia Bwana, tunaona jinsi ambavyo habari njema walioipata wana wa Israeli walipokuwa utumwani Misri. Baba, iliwapa neema ya kuongozwa na wewe Bwana usiku kwa nguzo ya moto na mchana kwa wingu. Walipokwenda kinyume Baba, waliona giza, bali walipoangalia mbele waliona uongozi wako mchana, waliona uongozi wako usiku, na ukawafikisha salama waliowatii katika nchi ya ahadi. Tazama Bwana, Yakobo alipokuwa katika kimbilio la kumkimbia ndugu yake, kumbe kulikuwa na habari njema ya kutengeneza familia kubwa mahali ambako Baba Mungu, kwa kuwa ulishaweka ndani yake kusudi kwamba wewe Mungu wa Israeli utakuwa niwe mfalme wa mataifa utakaoabudiwa kizazi baada ya kizazi. Hatimaye Bwana Mungu ulimuongoza usiku na mchana alipokuwa katika taabu zake za kuchunga kundi la Labani, ili kwamba aweze kutimiza lile lengo. Ulimfundisha uvumilivu, ukamfundisha uaminifu, hata Bwana Mungu ulipokusudia kumrudisha hata kwa njia ndefu, Bwana ulimwezesha kuwa na amani hata alipofuatiliwa na Labani. Mungu mwenye nguvu, ulijipatanisha nao kwa kuwa neno lako lililoko ndani yake. Yakobo lilifanya kazi njema ya upatanisho, naye Bwana akajipatanisha na mjomba wake. Nasi tunatamani kuona tunajipatanisha nawe Bwana, uliyetuhubiria habari njema tangu asubuhi. Bwana Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, hatuna kinyume Baba, hatuna kinyume Bwana Mungu mwenye nguvu, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako la uponyaji linaloponya nafsi zetu, linaloponya miili yetu na roho zetu. Mfalme wa Israeli, Mungu mwenye nguvu, ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako wote waliosimama mahali hapa tangu tulipoingia. Wako watumishi waliotuhubiria neno lako, wako watumishi waliokuimbia Bwana. Kuna utoaji uliotolewa, sadaka na changizo, haya yote yamefanyika madhabahuni pako Mungu. Naomba kibali chako kiweze kudhibitika katika watu wako hao ambao Mungu
umewatumia kukamilisha ibada ya leo. Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, baadhi yetu watatawanyika sasa mahali hapa, tukiwa wengine tukikaa na kutafakari mema yako ambayo Baba umetukirimia kwa ajili ya utumishi wetu mahali hapa. Mungu watangulie hawa wanapokwenda majumbani, wakutane na amani walioiacha tangu walipoondoka. Wiki lote liwe na baraka Bwana. Bariki wanapoingia na kutoka, bariki kazi zao, biashara zao, bariki Bwana huduma zao, na zaidi ya yote Mungu naomba ulinzi wako katika familia za watu hawa. Mungu wanapokwenda, wanapoingia na kutoka, watanguliwe na mkono wako ume haki yako, mkono wa baraka zako, ili kwamba Mungu aendelee kusikia habari njema za furaha, habari njema za baraka, habari njema za utumishi, habari njema Mungu mwenye nguvu zitakazowatia nguvu na kuwaongeza njaa na kiu yao ya kutumikia. Kipekee kabisa naziombea hizi huduma ambazo Bwana Mungu mshikamano wao na uaminifu wao ni mkubwa. Huduma ya utumishi wa Kristo, huduma ya vijana, huduma ya watoto, huduma ya waimbaji, na sisi sote hapa ninaomba mshikamano pamoja na ushirikiano kutoka kwako uweze kudhibitika na kuongeza Mungu katika kina mapana na marefu ya kukujua na kukutumikia wewe, maana hayo ni makusudi yako. Baba, niseme nini? Ninakushukuru Mungu na kukutukuza sana. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo tunaomba. Tuseme amen. Mungu atubariki. Tunaotawanyika, twendeni na amani ya Bwana.